Wanafunzi wa vyuo vya sheria waliotembelea maonesho ya Juma la Nyaraka na Kumbukumbu wamehimizwa kuitumia elimu waliyopatiwa kuleta ufanisi endelevu katika vyuo vyao. Kwa undani wa taarifa hiyo tujiunge naye Hafidh Suleiman. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa maonyesho hayo, mtendaji mkuu wa PDB Profesa Mohamed Hafidh Khalfani amesisitiza umuhimu wa kutumia fursa za kimataifa zinazopatikana kupitia mitandao ya kitaaluma. Aidha, amesema matarajio yake makubwa ni kuona mfumo usimamizi wa nyaraka ukienezwa katika wizara zote nchini ili watendaji wa sekta hiyo kuweza kutoa ripoti sahihi kwa watendaji wakuu wa taasisi hiyo. Utunzaji wa nyaraka hapa unakamilika tu. Utunzaji wa nyaraka unaanza katika taasisi zetu ambazo nyaraka hizo zipo. Kwa hivyo tujenge uwezo ili hata kama watu watakuwa wengi tuweze kuwatawanya katika angalau zile taasisi nyeti za serikali wakiwa ni wasimamizi wa kazi za taasisi yetu hii. Ni mkurugenzi wa taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu, Khatibu Suleiman Khatibu, amewahimiza wanafunzi hao kutumia vyema fursa zinazotolewa na taasisi hiyo ili waweze kujifunza kwa vitendo na kufanya tafiti mbalimbali za kuimarisha ujuzi wao wa kitaaluma. Kuna nyaraka nyingi zinazohusiana na mambo mengi, si ya sheria tu. Kwa hiyo kama mnataka kufanya tafiti mbalimbali, research mbalimbali, tuwakaribishe sana taasisi yetu ya Nyaraka na Kumbukumbu. Na hivi sasa hivi tumekwenda mbali zaidi. Badala ya kutumia ule mtaratibu ambao tumeuzoea wa manual, kukamata karatasi mkononi, tuna mfumo wa kidijitali ambao hizi nyaraka tumezifanyia scanning na zinapatikana katika soft copy. Kwa hiyo kinachofanyika kwamba mtafiti anakuja, anakaa kwenye kompyuta yake, anasema aina gani ya nyaraka anayoitaka, anapewa kodi yake, ana search, inakuja, kwa hiyo anasoma pale. Kwa hiyo atakosa zile, itamsaidia kuepuka na mavumbi kama vile tulozoea. Nyaraka nyingine zimekuwa mbovu kwa maana ya kuharibika. Kwa hiyo kwa sasa hivi taasisi yetu imeboreka zaidi na tumetoka katika mfumo wa makaratasi ambao tumeuzoea, tunakwenda katika mfumo wa kidijitali na upatikanaji wake unakuwa rahisi. Kwa upande wao, wanafunzi walioshiriki maonyesho hayo wameshukuru taasisi hiyo kwa kuwapa nafasi ya kutembelea na kujifunza shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na taasisi hiyo. Kwa ujumla, wasiache kuja kupita maeneo kama haya ili kusoma historia ya nchi yao, ili kuangalia nchi yao imetoka wapi, nchi yao inaelekea wapi na nchi yao ipo wapi kwa sasa. Ni jambo muhimu na ni jambo zuri kwetu sisi Wazanzibari kujua nchi yetu namna ambavyo imetoka, namna ambavyo imefikia kwa sasa na mafanikio ambayo tumeyapata kutoka enzi za ukoloni mpaka leo hii. Ni jambo zuri, na pia nitoe tena wito wa kusisitiza kwa wananchi na wanafunzi wenzetu kutoka katika vyuo mbalimbali ambao sio vya kisheria na vile ambavyo ni vya kisheria pia wapite sehemu kama hizo wajifunze, kwani kuna mambo mbalimbali ambayo yatawajengea wao uwezo katika akili yao, katika masomo yao na katika mambo mbalimbali ambayo wanayaelekea katika kujifunza kwao. Nadhani wito wangu kwa watu wengine na wanafunzi ni kuwaita katika taasisi hii. Lengo ni kujifunza ambayo yanapatikana katika taasisi hii. Taasisi hii ni ya nyaraka. Imani yangu ni kwamba katika taasisi hii mna nyaraka tofauti ambazo zinahusiana na nchi hii. Nikiripoti Hafidh Suleiman, Sunet TV.